Naam, viongozi wa Chadema waanza kukamatwa. Mwenyekiti na katibu wa Chadema Mbeya wakamatwa katika hali ya kutatanisha kwa madai mazito ya kuchochea vurugu kwa kufanya jambo hili zito kabla ya tarehe 7 Julai. Kada na mwanasiasa wa Chadema jioni ya jana alitangaza kuwa viongozi watatu wa chama hicho cha upinzani wametekwa nyara na watu waliojitambulisha kama maafisa wa usalama mkoani Mbeya. Muda huu jeshi la polisi limejitokeza leo na kusema hawajateka mtu nyara, bali wamewakamata viongozi hao wa Chadema kisheria. Na ujumbe wa mwisho wa jeshi la polisi kuelekea kwa Chadema na upinzani ni muhimu na utakushangaza zaidi. Like video hii, subscribe na ubonyeze alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Siku mbili kabla ya maandamano yaliyopangwa kufanyika Julai tarehe 7 nchini Tanzania, wanachama wanne wa tawi la wanafunzi la Chadema wamekamatwa jijini Mbeya, na muda ambao tukio hili limetokea unazua mjadala mkali na uchunguzi wa kina wa umma. Jeshi la polisi mkoa wa Mbeya limethibitisha sasa hivi kukamatwa kwa viongozi hao wa Chadema, likiwataja watu hao wanne na kueleza kuwa walitiwa nguvuni jioni ya Julai tarehe 4 mwaka 2026 majira ya saa 10 jioni katika eneo la Mafiati, kata ya Maanga, jijini Mbeya. Operesheni hiyo ilifanywa na vyombo vya usalama vya Tanzania, na wote wanne wanachama na viongozi hao wa Chadema bado wanashikiliwa hadi sasa, huku uchunguzi ukiendelea. Majina yaliyothibitishwa na polisi ni haya: Noah Mwalange anayetambulika kama mwenyekiti wa Chaso mkoa wa Mbeya, Gwamaka Mboka katibu wa Chaso mkoa, Agostino Wasinyo anayetambulika kama mwenyekiti wa tawi la Chaso katika chuo kikuu cha Kikatoliki cha Mbeya. Hata hivyo, na mtu wa nne ni Rogers Mpwani anayetambulika tu kama mwanafunzi wa kawaida. Chaso, chama cha wanafunzi cha Chadema, ni tawi rasmi la wanafunzi la chama kikubwa cha upinzani nchini Tanzania, likifanya kazi katika kampasi za vyuo vikuu na taasisi za elimu kote nchini. Viongozi hao wa upinzani watatu waliokamatwa wanawakilisha uongozi wa ngazi ya mkoa wa shirika hilo jijini Mbeya, mwenyekiti, katibu na mwenyekiti wa tawi la chuo kikuu, na wanne ni mwanafunzi tu wa kawaida, wote wakikamatwa katika operesheni moja jioni hiyo hiyo. Tuhuma ambazo polisi wameziambatanisha na kukamatwa kwao ni kupanga na kuchochea wananchi kufanya vurugu na vitendo vingine vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya jiji la Mbeya mnamo tarehe 7 mwezi wa 7, yaani mwezi huu ambao tumo mwezi wa Julai. Hiyo ndiyo sababu rasmi iliyotolewa na jeshi la polisi, na pia hadi wakati wa ripoti hii ndiyo maelezo pekee ambayo polisi wameweka wazi kwa umma. Hakuna ushahidi mahususi ulioelezwa, hakuna maelezo yaliyotolewa kuhusu mpango uliodaiwa kuandaliwa na viongozi hao, mawasiliano yaliyodukuliwa, vifaa vilivyopatikana au aina mahususi ya vurugu zilizokuwa zikipangwa. Hakuna ushahidi wowote dhidi ya hayo. Taarifa ya polisi inasema kuwa ushahidi bado unaendelea kukusanywa. Mtazamaji, hata hivyo, ukosefu huo wa maelezo ya kina ni jambo muhimu. Kukamatwa kwa viongozi wa ngazi ya mkoa wa shirika la kisiasa la wanafunzi wa Chadema kwa tuhuma za kupanga vurugu siku 3 kabla ya maandamano ya kitaifa bila kuweka wazi hata kipande kimoja cha ushahidi wa kuunga mkono tuhuma hizo kunawaacha wananchi bila msingi wowote huru wa kutathmini iwapo operesheni hiyo ilichochewa na taarifa sahihi za kiintelijensia za kiusalama au na kalenda ya kisiasa. Mtazamaji, hebu tuangalie jambo hili katika muktadha mpana wa matukio yaliyojiri nchini Tanzania wiki hii, kwani ukamataji huu haukutokea bila kuhusiana na mambo mengine. Siku hiyo hiyo jioni, wakati Mwalange, Mboka, Wasinyo na Mpwani wakitiwa nguvuni jijini Mbeya, Waziri Patrobas Katambi alikuwa Kariakoo, Dar es Salaam, akihutubia madereva wa bodaboda na kutoa vitisho vya kuwakamata wale wote watakaotaja hadharani suala la maandamano bila idhini ya serikali. Wengi sasa wanadadisia kwamba huenda hiyo ndio sababu viongozi hao wamekamatwa tayari. Mtazamaji, jeshi la Tanzania lilikuwa tayari limetoa onyo hivi jana rasmi dhidi ya vurugu zinazohusiana na Julai tarehe 7.
Sheikh Mwaipopo vile upande wake alikuwa ametangaza kikosi chake cha wanamgambo kinachojiita Chui Weusi siku hii, na kote nchini mazingira yanayozunguka maandamano yaliyopangwa yalikuwa tayari katika kiwango chake cha juu zaidi tangu maandamano ya baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka 2025. Kukamatwa kwa viongozi wa wanafunzi Chadema kunaendana na mtindo ambao umerekodiwa mara kwa mara katika historia ya hivi karibuni ya kisiasa ya Tanzania. Kuondolewa kwa watu muhimu wa shirika kutoka kwa mzunguko katika siku zilizotangulia uhamasishaji uliopangwa, ikiwa madai ya polisi dhidi ya watu hawa wanne viongozi wa Chadema yana umuhimu wowote au la, athari ya kukamatwa kwao ni sawa. Amri ya kikanda ya tawi la wanafunzi la Chadema huko Mbeya haiko huru tena kufanya kazi katika saa 72 kabla ya Julai tarehe 7. Kufikia wakati ripoti hii ilipoandaliwa, Chadema wala Chaso hawakuwa wametoa taarifa yoyote rasmi kujibu kukamatwa kwao baada ya polisi kuthibitisha hilo. Polisi wamesema wataendelea kutoa taarifa mpya na zaidi kadri uchunguzi unavyoendelea na ushahidi kupatikana, na watafikishwa washukiwa mahakamani ikiwa ushahidi uliokusanywa utatosha. Chini ya sheria ya Tanzania, watu wote wanne viongozi hawa wanachukuliwa kuwa hawana hatia hadi mahakama yenye mamlaka itakapoamua vinginevyo. Swali ambalo raia wa Tanzania na waangalizi wa kisiasa wanauliza sasa ni moja ambalo taarifa ya polisi halijajibu: ni nini hasa ambacho vyombo vya usalama viligundua huko Mafiati jioni ya Julai tarehe 4 ambacho kilihalalisha kukamatwa au kuondolewa kwa uongozi wa wanafunzi wa kikanda wa chama kikubwa zaidi cha upinzani nchini Chadema kutoka mitaani siku 3 kabla ya tarehe nyeti zaidi ya kisiasa ambayo Tanzania imekabiliana nayo tangu Oktoba mwaka 2025. Mtazamaji, hata hivyo kuna maelezo mengine yanayofaa kuchunguzwa kwa makini kabla hatujafunga taarifa. Mtu wa nne aliyekamatwa, Rogers Mpwani, anaelezewa kama mwanafunzi tu na sio kiongozi. Si afisa wa Chaso, si mtu aliyetajwa jina, ni mwanafunzi tu. Uwepo wake kwenye orodha ya kukamatwa pamoja na viongozi watatu wa shirika waliotajwa unaibua swali ambalo taarifa ya polisi haijajibu: ni nini hasa kinachounganisha mwanafunzi ambaye hana jukumu la uongozi ndani ya upinzani lililotajwa na mpango unaodaiwa wa kuchochea vurugu katika maeneo mengi ya jiji la Mbeya, na ni nini kosa lake? Swali hilo ni muhimu kwa sababu linaamua kama operesheni hii ililenga watu maalum kulingana na akili maalum au kama ilimkamata mtu yoyote aliye karibu na viongozi waliotajwa usiku ambao vikosi vya usalama vilihamia. Mahali pa kukamatwa pia panastahili kuzingatiwa: Mafiati katika kata ya Maanga, jiji la Mbeya. Hii haikuwa uvamizi wa ofisi ya Chadema, si uingiliaji kati katika ukumbi wa mikutano, si usumbufu wa kikao cha mipango kinachoendelea. Ni eneo la makazi na biashara. Watu wanne walichukuliwa kutoka eneo hilo saa 10 Ijumaa jioni. Polisi hawajaelezea kilichowaleta wote wanne mahali hapo maalum wakati huo maalum, au ni nini kilichosababisha operesheni wakati huo badala ya mapema au baadaye. Kwa kukosekana kwa maelezo hayo, umma na Watanzania wanaachwa kutoa hitimisho lake kuhusu kile ambacho vyombo vya usalama viligundua vilipofika. Kilichotokea Mbeya pia ni ishara kwa wanaharakati wa wanafunzi kote Tanzania wanaotazama kutoka mikoa mingine. Wakati mwenyekiti wa mkoa, katibu wa mkoa na mwenyekiti wa tawi la chuo kikuu cha shirika la wanafunzi wanaweza kukamatwa siku 3 kabla ya maandamano bila ushahidi wowote uliofichuliwa hadharani, bila karatasi yoyote ya mashtaka kutolewa, bila kuonekana mahakamani kutangazwa, inaambia kila tawi la Chaso katika kila mkoa mwingine haswa gharama ya kuonekana inaweza kuwa ni nini kati ya sasa na Julai tarehe 7 ambapo maandamano makubwa yanatarajiwa. Ikiwa hiyo ilikuwa ujumbe uliokusudiwa au matokeo ya bahati mbaya ya operesheni halali ya usalama, ni jambo ambalo kesi za mahakamani zitafafanua tu, lakini ujumbe huo umetumwa bila kujali.